walivyosema mpini wa shoka umevunjika, mimi nikasema haijalishi kilichovunjika ni kazi ya mikono ya wanadamu, mkono wa Mungu ulionishikilia haujavunjika. Nitakuwa salama, nitakuwa salama, nitakuwa salama, nitakuwa salama, nitakuwa salama. Mkono wa Mungu haujavunjika, kilichovunjika ni kazi ya mikono ya wanadamu. Nitakuwa salama. Mungu ulenitoa kwenye magongo na baiskeli, na ijulikane kwamba upo. Mungu ulenitoa kwenye baiskeli na magongo, na ujulikane kwamba upo, kwamba wewe ni yule yule. Haujabadilika, kwamba wewe ni yule. Wewe ni yule ulenitoa mwaka huo, na wewe ni huyo utakayenitoa hapa. Ni yule yule. Wewe ni Mungu yule yule. Mungu, narudia tena, Mungu, kumbuka huduma moja tu iliyowahi kugusa moyo wako. Kumbuka moja tu, nikado sala yangu, siwezi kuomba tena. Rafiki yangu nilikunywa damu nyingi sana, alafu kulikuwa na vyuma vioo hivi vya gari. Kwa hiyo kuna saa inafika mpaka mdomoni hivi, naanza kufanya, maana kuna namna kuitoa na mkono sina, namna kutoa na yani ilikuwa nyingine unaisikia inashuka kabisa, inakukwarua. Yani ilikuwa ni mateso ambayo, lakini katikati ya hayo yote nilimkiri Bwana. Pasco, yatupasa kufanya mambo ambayo siku moja tunacha kumkumbusha Mungu. Yatupasa kutenda mema kila kuitwapo leo, kwa sababu mwanadamu unaweza ukamtendea mema siku moja akakaa pembeni. Wewe unatamani ya kusaidia tena kwa sababu yeye uliwahi kumsaidia, lakini akasema hana na una cha kumfanya, ukabaki tu kumlaumu. Lakini ukipanda kwa Mungu, yeye anarejesha, anarudisha. Mimi nilibaki na hilo tu, Mungu kumbuka, Mungu kumbuka, Mungu kumbuka. Lakini sasa baadaye pikipiki nikasikia mtu baada ya shoka ile kuvunjika, walivyosikia mpini wa shoka umevunjika, nikasikia wanasema tunafanyaje? Wakasema, mmoja akasema katafutieni Maskaroda. Maskaroda ni kata ambako karibu na pale, hiyo ndio sehemu ambayo tulipatia ajali. Lakini kwa mbali kidogo. Nasikia kwa masikio yangu pikipiki inaenda kutafuta shoka. Nikaisikia inaenda kutafuta shoka. Wakati nimeshachoka, hata kuomba nimechoka. Yani nimeshachoka. Kwa hiyo nikabaki tunamwambia shukrani, ambia Mungu, umesema shukuruni kwa kila jambo. Hata kwa hili nashukuru. Bado wewe ni Ebeneza. Mungu, umesema shukuruni kwa kila jambo. Nashukuru kwa kuwa umeniamini kwamba hili naliweza, ndio maana umeniruhusu. Mungu, asante kwa kuniamini kama Ayubu. Asante kwa kuniamini. Asante kwa kuniamini kwamba hili naliweza. Mungu, ninakushukuru. Bado wewe ni Ebeneza. Mungu, umesema shukuruni kwa kila jambo. Hata kwenye hili bado wewe ni Ebeneza. Kitu kingine nilichojifunza kaka Pasco ni kwamba tusome maandiko. Kitu kingine tuombe sana. Tusisubiri wakati wa majaribu. Wakati wa majaribu unaweza usiombe. Lakini akiba ya maombi yako itakubeba wakati wa majaribu. Unajua Pasco, unaweza ukapita wakati wa mapito usiweze kuomba, usiweze hata kuomba, ukabaki tu unanyamaza, usiweze, huna nguvu. Lakini kile ulichokipanda, maombi yale akiba yatasimama na wewe. Lakini pia kitu kingine Pasco, ukiwa na nguvu ya kutumika, una fedha, mtumikia Mungu kama una fedha sasa hivi. Kama una mali, mtumikia Mungu kwa mali zako. Kama una nguvu, mtumikia Mungu kwa nguvu zako. Fanya usafi hata kanisani, fanya usafi nje ya kanisa, ndani ya kanisa, kile, kwa sababu hicho kitakubeba. Ukiwa hai au ukiwa umekufa, bado kitakumbukwa na mbingu. Nimejifunza vitu vingi sana kaka Pasco. Lakini pia kitu kingine ninaomba niwakumbushe watazamaji. Watu wengi tunapenda kulalamika wakati wa majaribu, wakati wa mapito. Tunalalamika, unasubutu hata kusema mbona Mungu hanisikii? Huyu Mungu yupo kweli?
Mungu yupo, yani Mungu aliyeumba mbingu na nchi, ambaye wewe unatembea katika ulimwengu wake, ambaye leo wewe unakanyaga ardhi hii, ambaye yeye amekujalia mazao ya kila aina, sio mahindi, sio maharage, sio mchele, sio nini, yani kila aina ya vyakula amekupatia. Alafu unasema Mungu yupo kweli? Yani kwa kweli unahitaji neema ya Mungu. Yani kwa unajifunza nini? Yani jifunze kumshukuru Mungu katikati ya majaribu. Yani jifunze kumshukuru Mungu. Mwambie Mungu, umeniamini kwenye hili. Mungu, umeniamini. Lakini kuna mambo ambayo kadhaa wakati namalizia ushuhuda huu kwenye hili, kwamba fanya mambo kadhaa wakati unapitia majaribu. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulifanya wakati unapitia majaribu, Mungu wako wa mbinguni awe na taarifa. Kwa maana gani? Awe na taarifa kwamba kuna mtu anapitia jaribu. Mwambie Mungu, kuna hili jaribu naliona, nalipitia, lakini nakuamini. Nakuamini Mungu. Ukimwambia hivyo, Mungu anafurahi kwamba huyo mtu ameweka hilo jaribu liko kwenye mikono yangu, nitajua namna ya kumbebea. Unaona? Lakini sisi wanadamu sasa hivi tumekuwa nakimbilia kwa Pasco, nina shida sana ya hela, naomba unisaidie. Lakini bora ungeanza na Bwana alafu umwambie Pasco, Mungu anaweza kumgusa Pasco akakusaidia. Lakini yani tunaweka kipaumbele, fulani ana pesa atanisaidia. Tunatakiwa tuanze na Bwana. Au unapitia una mapito ya ndoa, utaanza na rafiki, anza na Bwana, anza na Mungu, anza na Mungu. Yeye awe na taarifa. Yesu alimwambia Bartimayo, akamwambia Bartimayo akamwambia unataka nikufanyie nini? Kwa hiyo Yesu alikuwa hajamuona kama Bartimayo ni kipofu. Alikuwa hajui kama anataka kuona, alijua. Ila Mungu siku zote anataka kusikia kutoka kwetu. Kwa hiyo namba 2, ukuwa mwana maombi. Siku zote za maisha yako pata muda kuomba. Usiruhusu siku ipite bila kuomba. Pata hata kama ni dakika 10, omba. Sio lazima uwe na maombi. Kuwa na maombi ya shukrani. Kuna ile Mungu nakushukuru, nakupenda. Unajua kuna siku hata baba yetu wa mbinguni anatamani akisikia, yani asikie kwamba tukishukuru. Lakini jambo lingine la 3, yani zungumza na jaribu. Zungumza na lile jaribu linalokusumbua. Kama ni jaribu la ugonjwa, zungumza naye. Sema, ugonjwa, sikiliza, nimemwona Mungu kwenye kila hatua ya maisha yangu. Huwezi kunitenga na Bwana. Nitasimama na Bwana. Wewe sio kitu. Zungumza na jaribu. Tunaona Yesu alizungumza na ule mtini. Akamwambia kuanzia leo mtu asile matunda katika ule mtini. Akazungumza. Ule mtini ukanyauka. Alizungumza nao. Kwa hiyo kumbe na sisi nataka tuzungumze na jaribu linalotusumbua, kwamba wewe huwezi kunitenganisha, wewe wala si chochote. Lakini ukiliambia huu ni ugonjwa wangu Bwana, ndio ugonjwa unanisumbua, na kweli unakuwa kwako, so umeshaumilikisha, utakuwa kwako. Jambo ni la 3, jambo lingine ambalo natakiwa tufanye, inatakiwa tuzungumza na nafsi yako. Zungumza na nafsi, zungumza na moyo wako. Zungumza. Unajua tunapopitia kwenye majaribu, kinachoumia ni moyo. Moyo unaumia, unakuwa na machozi, lakini uchungu unakuwa ndani. Sema, moyo wangu msifu Bwana. Nafsi yangu muhimidi Bwana. Nafsi yangu, umemwona Mungu akikutendea kila hatua ya maisha yako. Umemwona Mungu mwaka jana, umemwona Mungu mwaka juzi, umemwona Mungu juzi, umemwona Mungu jana, hata leo umemwona. Amekujalia uzima, amekujalia hiki, nafsi yangu muhimidi Bwana. Katikati ya jaribu, nafsi yangu muhimidi Bwana. Katikati ya maumivu, nafsi yangu mtazame Bwana. Nafsi yangu kaa kilindini mwako. Lakini jambo lingine la mwisho, nataka kuambia watazamaji, jambo lingine ni kwamba uwe na maombi ya shukrani. Shukuru kwa maneno, shukuru kwa sadaka. Ni ngumu. Huwezi kuwa na jaribu zito ukaishukuru, lakini vaa imani. Shukuru Mungu kwa maneno. Mwambie Mungu, kwenye hili jaribu ninakushukuru kwa maneno yako, lakini chukua sadaka. Mwambie Mungu, kwenye hili jaribu ninakushukuru kwa sababu wewe umenipendela na kuniamini kwamba hili naliweza. Unatoa sadaka, utaona mkono wa Mungu. Tuendelee.
kwamba baada ya muda nikiwa kwenye hayo maombi ya shukrani, nikasikia pikipiki inarudi. Ilivyorudi wakaendelea kukata ile gari. Wakati nimeshachoka naambia tu asante Yesu, asante Yesu. Wanakata gari, nikasikia wanakata gari, wakawa wananivuta, wakafanikiwa kunitoa kichwa. Yani nilichokuwa nawaza, so watanikata kichwa au watanikata kiungo chochote, maana mgongo wangu ulikuwa huku nimeinamia. So yani kimawazo, shetani ananiletea sasa mawazo, so watakukata kichwa, mara gari italipuka. Lakini yale mawazo nikayapindua, nikasema sauti ya shetani, nyamaza. Wewe ni shetani, nyamaza, na kujua nitakuwa salama. Kwa hiyo yale mawazo yakija, anasema mimi niko salama, niko kwenye mikono ya Mungu, kwa sababu nakumbuka Mungu alisema, anasema nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Kwa hiyo yani unajua, nikiwaambia Wakristo shida yetu huwa tunaweka Biblia Jumapili kwa Jumapili. Mchungaji akafungua, unafungua, umefunga, umemaliza, Mungu Bwana awe nanyi, ndio imeisha, amekuwa nanyi mpaka kwenye Biblia unahifadhi. Hatutaki hivyo, angalau kuwa na maandiko ambayo yatatusaidia. Basi baada ya hapo, wakati wananivuta, wananivuta kichwa, wananivuta mgongo. Sasa tuna mgongo wangu umejipinda, kwa hiyo wakijaribu kuvuta unazuia, ukijaribu kuvuta unazuia, ukijaribu kuvuta unazuia. Yani watu ni kama watu ambao wameshachanganyikiwa. Kwa hiyo wananiambia, wananivuta, na waambia mgongo wangu, lakini mgongo si wanielewi nini bwana. Yani wananipigia kelele, yani hawanisikii, nimeshachoka. Mtakatifu ni mwema, mzuri sana. Unajua miongoni mwao tu Roho Mtakatifu akasema nao, akasema jamani, anasema mgongo. Na kwa sauti ile mimi nilikuwa na uhakika ile sauti haikusikika, ila Roho Mtakatifu alinisaidia, akasema nao mgongo. Ndio wakaanza kunitoa sasa vizuri, wakanitoa. Walivyonitoa, mtu mmoja akanibeba chapa, akasema mimi namweza huyu, akanibeba chapa, akanikimbia kwenye gari. Akamwambia, huyu alikuwa dereva Babati, simkumbuki ni nani, dereva haisi, akanimwambia mtu nisaidie kupakata, akaruka, akaenda huko mbele, akawasha gari, akakimbiza mpaka hospitali. Tukafika hospitali nafikiri kwenye saa 8 sasa, siku nyingi nilishapelekwa muda, nikakimbizwa mpaka hospitalini. Niko tu asante. Wakati nimetolewa, wanasema kumbe anaongea. Watu walijua mimi nishakufa jamani. Wakanifikisha hospitali, nikakuta watu maelfu, mamia ya watu wako pale, watu wanalia, wachungaji wengi. Yani akiwa mchungaji mmoja anaitwa mchungaji Bainet. Kwa sasa Mungu amempumzisha, mchungaji wa kanisa wa PAG Endasaki. Nilimkuta yule baba, namkumbuka, akanafuta machozi. Nikamwambia, baba usilie, mimi sitakufa bali nitaishi. Wakati wanapitisha kwenye kile kitanda kile cha hospitali, watu wanafuta machozi, inga naongea kwa shida, ila usilie. Wakati mimi napitishwa, kila ninapita naye hapo naomba usilie, mimi sitakufa bali nitaishi, sitakufa. Nikaingizwa kwenye chumba cha daktari. Nilipoingizwa kwenye chumba cha daktari, wakawa madaktari wananifahamu, jamani, yani wakana nihangaikia. Mimi nawaambia, nawatia tena moyo, eti siogope, mimi sitakufa bali nitaishi. Usilia, mimi sitakufa. Basi wakanihudumia haraka, wanisafisha uso, wakanishona, baadaye wakanipeleka x-ray, wakagundua nyonga tu zimeachana. Lakini nilichokuwa najiuliza ni wema na upendo na nguvu wa namna gani wa Mungu juu yangu. Maana huo mgongo ndio ulitakiwa, yani kiubinadamu haukutakiwa uwe salama, unaona, lakini mgongo ulikuwa salama. Ni nyonga tu huku chini zilipishana. Baada ya hapo wakanipeleka wodini. Walivyonipeleka wodini, nakumbuka nilimkuta wifi yangu, ambaye nilimkuta huyo wifi akawa analia, akanifuata, akanipaka kitandani, akanikumbatia. Manesi nikaona sasa, manesi wakamwambia, rudi kule kitandani, usimsumbue Flora, apumzike, naomba urudi kule nawe kitandani kwako. Mimi nikanauliza, eti wifi, mama yuko wapi? Nesi akasema, mama yuko kwenye ile wodi. Kumbe
wifi anajua mama hayupo. Kila ninayemuuliza mama, kwa maana ya mama mkwe, wakati mimi sikujua. Sasa baadaye nauliza tena mtu mwingine, wifi fulani yuko wapi, ambaye ndio alikuwa kiongozi wa msafara. Akaniambia, nesi akaniambia, wifi yuko kule, yuko na mama. Fulani yuko wapi? Nauliza watu, wako kule wodi nyingine. Nikiuliza mtu akisema yupo, nasema asante Yesu. Watu wote nikida naye uliza wanasema yupo. Basi mimi imani yangu kweli, nikasema watakuwepo. Maana kwenye ile gari nilikuwa nakumbuka kuna mtu mmoja tu alikuwa anaugulia maumivu. Nikamuuliza mume, yule ni nani? Akasema yule ni baba, ile ni sauti ya baba. Basi asubuhi yake watu ni mamia walikuja hospitali, usiku kucha ni watu wanakuja, alfajiri ni watu wanakuja, asubuhi ibada ya KKKT iliingia, watu walitoka mapema kanisa, ibada iliahirishwa mapema, watu walikuja hospitali kama walivyo. Wani ni mamia ya watu walikuja. Afu mimi nawatia moyo, naimba wakati niko wodi, naimba roho yangu naikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Kwa hiyo usiku nilikuwa naimba wimbo, naimba mwanzo mwisho, naanza mpaka mwisho, nasinzia kidogo, nashtuka, nasinzia maana maumivu yalikuwa makali. Asubuhi nikapandishwa kwenye ambulance ili nipelekwe Haydom. Nikiwa pale, yule baba wa Giting akamekuja. Akaniambia, mwanangu unanitambua? Nikamwambia ndio nakutambua, wewe ni baba. Yule baba alilia sana babangu. Basi huyo mamangu naye alikuja akasema, mwanangu, mama analia. Yaani mama ni kama alichanganyika. Mwanangu unanitambua? Nikamwambia ndio mama, nakutambua. Kweli unanitambua mwanangu? Unanitambua? Nikamwambia mama, nakutambua, ni mama. Yaani mamangu alichanganyikiwa, yaani alipaniki. Basi baadaye nikapelekwa Haydom. Nikakaa Haydom. Akiwa huko babangu mlezi huyu Sumai hajui chochote, alikuwa nje. Nakumbuka sina simu imeshapotea huko kwenye ajali. Haya, nikakaa kama wiki 3 wiki 2, akawa amekuja. Kuna dada moja akamwambia, Flora mpata ajali. Baba alivyotua tu Tanzania, alivyopata hizo taarifa, alikuja moja kwa moja mpaka akawapigia madaktari wa Haydom kwamba nakuja, kuna binti yangu. Basi akaja. Siku alivyokuja, yani nilifurahi kwa kweli. Nilikuja na jopo madaktari. Babangu aisee, yani alilia pamoja nami. Akaniambia, mwanangu, nini cha thamani kimepotea? Nikamwambia hakuna, simu tu. Akasema, simu, hela hii hapa. Kanikabidhi hela ya kutosha ya kununua simu ambayo mimi nataka, ni ya viwango, na hela matumizi kaniachia ya kutosha. Baada ya hapo nikakaa kama wiki ngapi tena, kama wiki 1 hivi tena. Nilikaa kama wiki 3 Haydom peke yangu. Mama yangu alibaki hapa hospitali ya Tumaini, akahojiwa na ITV. Walirusha ITV. Aliumia tu mguu, alishtuka, ulipata mshtuko kwenye nyonga. Nikiwa hospitali nilikuja kutembelewa na ndugu ya upande wa mwanaume. Alivyofika, wakati mimi sijui nani amefariki na niko hai. Alivyofika akaniambia, nikamwambia ni mume wa mke wa ni mume wa dadake mume wangu. Kwa mimi nikanamuita shemeji, nani alifariki kwenye hiyo ajali? Mama yupo kweli? Ameni mama mke wangu. Akaniambia, sina sababu ya kukuficha, mama amefariki. Kamba alifarikia wapi? Akasema siku ile pale kwenye gari. Nikamwambia, je, wifi Selina ambaye ndio yule kiongozi wa msafara nilemo? Akasema naye amefariki.
Kamwambia dereva, je? Akaniambia dereva na mtoto wake pia wamefariki. Akaniambia jumla wamefariki watu 7 pale pale. Haikuwa rahisi kuipokea. Lakini kitu ambacho nilikisahau kukisema nikiwa kwenye ile gari, ile ndoto niloiota siku ya send off ya kwetu, wakati tumelala usiku, ile ndoto ni kama ilinijia baada ya ile ajali. Ile ndoto nikaikumbuka, naona. Kwa hiyo na nikakumbuka na ile ya Mbeya. Aisee, niliomba sana toba kwa Mungu, kaambia Mungu nisamehe, yamkini umenionyesha hii ajali ili niombe na isitokee, lakini mimi nimezembea na imetokea, au Mungu umenionyesha tu kwamba itatokea. Niliomba sana toba, kaambia Mungu, kama ulikuwa umenionyesha ili niombe na mimi nimezembea, naomba nisamehe sana. Niliomba toba kwa machozi nikiwa kule ndani ya ile gari, maana ile kumbukumbu ilikuja kwa sababu ile ajali jinsi ilivyotokea ni kama vile, mbona kitu inajirudia, mbona kitu ni kama kilishatokea imejirudia, kwa sababu ile scenario ile wakati siku naota siku ya send off, ni ile scenario yote jinsi hata tulivyookolewa ilionyeshwa. Yani niliota mwanzo mwisho hadi tulivyookolewa, hadi napeleka hospitali, yani na sijui, picha nzima niliona kabla, naona. Kwa hiyo niliomba rehema kwa Mungu. Kwa kweli tunapoota ndoto tusipuuzie. Mimi nilipuuzia kwa wakati, ila sasa hivi nimejifunza, ingawa ndio hivyo makosa, Mungu ni wa rehema siku zote. Unapoota, unaposhtuka tu muda huo unataka uombe, naona. Lakini shetani akatumia kama uchovu na nini, tukaisahau, na asubuhi tukaisahau kabisa, unaona. Kwa hiyo ndio hivyo, baada ya muda fulani kwenye ile gari walifariki watu 7. Alifariki mama mke wangu, alifariki wifi yangu ambaye wifi yangu huyo Selina alifariki na mtoto wake aliyehitimu standard 7, naona. Na alifariki na wifi yangu mwingine ambaye ni mtoto wa mama mdogo wa mume wangu. Alifariki na mama wa jirani, alifariki dereva na mtoto wake. Alifariki watu 7. Tuseme nini? Mungu atabaki kuwa Mungu. Mungu ametusaidia. Na baada ya kutoka hospitali, nikiliporudi Katesh, watu wakaanza kuzusha yule ni Freemason. Ametoa kafara watu. Kwanza yeye ni mlemavu, ameolewajwe. Yule dada ni Freemason, ametoa kafara. Ikafika wakati kuna baadhi ya watu, sitaki kusema ni kina nani, wakawa wanampigia mume wangu simu. Furahi sasa, umeona watu wametolewa kafara na huyo mke wako ametoa kafara. Furahi sasa, huyo mama ameondoka, ndugu zako wameondoka kwa sababu ya huyo mama. Huyo ametoa kafara. Kwanza unampendaje mwanamke wa namna hiyo? Mume wangu alijibu swali moja tu, ulitaka nikuoe wewe? Ulitaka nikuoe wewe? Nikaona mume wangu amekuwa mkali, wanagombana, wanabishana na ni mtu anayeheshimiana naye. Mimi nikamnyang'anya mume wangu simu. Nilikuwa nasikia kwa sauti, nilikuwa nasikia kabisa. Nikaona nina wakati mgumu, haikuwa rahisi. Dunia ilinigeukia. Kila mtu, hata nikipanda gari, watu wengine walikuwa hawajui kama bibi harusi ilikuwa mimi. Kuna siku tunapita hilo eneo, anasema Isia, kuna binti alitoaga eti familia ya watu hapa kafara. Halafu niko kwenye hiyo gari, alitoa kafara. Hapa kuna ajali mbaya ilitokea. Nasikia yule binti ni Freemason. Pasco, sina hata baiskeli. Maisha yangu ni magumu kwa wakati huu. Mara wazushe ana maduka mengi sasa hivi ya jumla huko, baada ya kuua watu. Baadaye haikutosha, wakaanza kunitumia message. Umefurahi baada ya kutoa familia ya watu? Umefurahi sasa? Mimi najibu tu, naambia naomba unisamehe. Usiseme naomba unisamehe.
Usiseme naomba unisamehe, muombe Mungu wako msamaha. Umefurahi sasa, wewe umeleta nuksi kwenye familia ya watu, umeleta nuksi, wewe umeleta balaa, umepoteza familia ya watu. Umefurahi sasa ili wewe utajirike. Yani nilipitia magumu wakati ndo nimetoka hospitali. Kwanza bado nilikuwa sijiwezi, bado ni mtu wa kusaidiwa, na kulikuwa na ndugu anakaa hapo. Huyo ndugu akaanza kutumiwa message na ndugu zake, ondoka hapo. Mume wake akaanza kumtumia message, akamwambia ondoka hapo, nimeenda kwa mtu mmoja, kwa mtaalamu, amesema wewe wifi yako anakutoa nimesha anakutoa kafara, na kama hauji ni bora unipe mtoto wangu, maana huyo dada alikuja na mtoto. Bora unipe mtoto wangu, ni heri nimlee kwa shida kuliko atolewe kafara. Na hiyo message nilisoma mwenyewe kwa macho yangu, nikaisoma. Mwanaume anamwambia hivyo, ondoka, nimeambiwa kabisa wewe unakufa muda wote, unatolewa na huyo. Basi yani nilikuwa na wakati mgumu, nikamwambia yule dada, naomba uende. Akaondoka, nikabaki mimi na mume wangu. Wakati wote siwezi kushuka kitandani, kwa mume wangu mwenyewe hajapona vizuri, ananisaidia, ndo ananiogesha, ananivalisha, najisaidia hapo, yeye ndo ananisaidia, narudi kitandani. Alinihudumia baada huyo dada kuondoka kwa ajili ya kuambiwa mimi ni Freemason. Kwa kweli nilipita. Huwezi amini kaka Pasco, hata sasa kuna baadhi ya maeneo nikienda hawanikubali, wanasema ni Freemason. Lakini mimi nasema yes, mimi ni Freemason wa Bwana, mtumishi wa Bwana. Kwanza unajua kwa kweli namtukuza Mungu, nyakati hizo ngumu zimepita, na sasa wale walionisema hayo kwamba ni Freemason na nini ni marafiki, na wanapokuwa na shida wananisupport, na wasaidia. Nina shida, naomba nisaidie. Ameshasahau kwamba alishasema yeye ni Freemason. Wengi unajua kilichowagusa wengi ni kwamba Flora ni mlemavu kwa hali yake ile. Kwa nini awe mzima wafe watu wenye nguvu? Sasa wanashindwa kutofautisha kwamba Mungu, mawazo ya Mungu sio mwanadamu. Vile Flora unavyomwangalia wewe Pasco, sivyo Mungu anavyoniangalia mimi. Mungu ananiangalia kama jicho, kama mboni yake. Yani mimi ni wa thamani mbele za Mungu, na uthamani wangu, unajua mimi hata sasa mtu mwingine mimi naweza tu nikapita hapo, hata ukamsalimia anafikiri mimi nataka kuomba pesa. Yani vile wanadamu ambao hawanijui wanaponichukulia, wanachukulia mimi kama mtu fulani ambaye labda atakuwa na shida au nini, lakini yani jamani, mimi ni wa thamani jinsi nilivyo hivi. Mimi ni mrembo, mimi ni mzuri, ni mtumishi wa Mungu, ninampenda Mungu na yeye ananipenda. Tena yeye ndo alinipenda mimi wa kwanza, yeye alinipenda kwanza, mimi ndo nampenda Yesu. Mimi namtumikia Mungu katika kanisa la TAG chini ya askofu wangu wa jimbo, Askofu Nuhu Kalai, na Askofu Nuhu Kalai wa jimbo la Hanang. Namshukuru sana Mungu, amenipa baba ambaye ananilea kiroho na kimwili pia. Ni baba ambaye najivunia. Baada ya kumfahamu na kujiunga rasmi na kanisa la TAG, napata malezi mazuri kutoka kwa babangu Askofu Nuhu Kalai, lakini pia kwa wachungaji wake wasaidizi. Wamekuwa baraka sana kwenye maisha yangu. Namwombea baba namwombea sana babangu utumishi mwema na kila hatua njema kwenye maisha yake, na ana maono makubwa sana,
na sisi tunajifunza pia kutoka kwake. Namshukuru ni baba ambaye amenifanya nitulie sehemu moja. Mimi nilikuwa sieleweki, leo niko kanisa fulani nimeenda kuimba, kesho niko huko. Sikuwa na malezi bora. Lakini baada ya kukutana na baba nilipata sehemu nzuri ya kutulia. Kwa hata ninapoenda sehemu au nikialikwa lazima nipate ridhaa ya baba ndo niende. Na kuna wakati ananiambia huendi. Nafikiri kuna muda anaona kama mtoto wake nitatii, lakini baba yangu ni mtu mwema ambaye anajali sana utumishi wangu. Asante sana baba kwa malezi hayo. Okay, asante sana. Flora naweza kusema ni binti yangu na nimemfahamu kwa muda wa kutosha sasa, lakini pia nilimfahamu hata kabla hajawa mshirika hapa kanisani kwangu. Nilimfahamu, lakini pia kwa sababu ni mwenyeji na hayo matukio mbalimbali yalitokea yakiwa pia watu wanayafahamu. Ninachokijua kwake yeye, kwa ushuhuda wake, alizaliwa akiwa mzima, lakini baadaye katika hali ya maisha kaja kupatikana na ugonjwa uliompelekea kupata ulemavu kwa kutokuweza kabisa kusimama wala kutembea. Lakini tunamshukuru Mungu, katika mikutano ya Injili iliyokuwa inafanyika katika mji wa Katesh, viwanja vya shule ya msingi, Mungu alimponya. Alikuwa ni mlemavu akiwa mwanafunzi wa shule ya msingi, na anaenda shuleni akitumia baiskeli ile ya magurudumu matatu ya kusukumwa, ndio yalikuwa maisha yake. Lakini siku hiyo ya mkutano aliona matangazo ya mkutano yakielezea jinsi ambavyo Mungu anaweza anaponya, naye akatia imani kwamba leo au katika mkutano ule na kwenda kupona. Kisha akahudhuria mkutano, na siku alipohudhuria sasa, kutokana na mazingira yake yale, ilikuwa hata sio rahisi, hata wakati watu wanaitwa kutoka mbele, maana mkutano ulikuwa mkubwa na watu ni wengi. Lakini akaamua tu kutia imani katikati ya mkutano, na Mungu alitenda muujiza wa kumponya, kwa sababu tukio ambalo limerekodiwa tangu kipindi hicho, na tangu wakati huo wa mkutano na siku hiyo hakurudi tena kwenye ile baiskeli. Akawa amepona na akaendelea sasa na maisha yake kama kawaida mpaka hivi sasa. Kama ambavyo umeongea naye, hajawahi tena kuwa na ulemavu huo. Kwa tunamtukuza sana Mungu. Ni moja ya tukio na uponyaji na muujiza wa Mungu unaoishi, kwamba Mungu anaponya. Kwa hiyo baada ya pale, Flora pia ninampenda na kumpongeza kwa sababu ni mtu mwenye juhudi. Hali hiyo na mazingira hayo hayakumvunja moyo. Baada ya kuponywa na Mungu, akaendelea sasa na maisha yake na masomo. Mungu alimsaidia akafaulu, akaenda sekondari, amemaliza sekondari, akawa tena ni mtu mwenye kujibidiisha, na baadaye akawa amejiunga pia na chuo kikuu Uria na akasoma, na Mungu amemsaidia, amehitimu pia masomo yake ya degree ya kwanza katika mambo ya maendeleo ya jamii. Na hivi sasa kama ambavyo unamuona, Mungu amemsaidia, ameajiriwa kama afisa wa ustawi wa jamii na anafanya kazi zake. Lakini hiyo haitoshi, Mungu akambariki pia na kumpatia mume. Na historia sasa ambayo naifahamu, maana nimemfahamu kabla ya kuolewa akiwa anatumika sasa, maana baada tu ya Mungu kumponya, moja ya nadhiri aliyoiweka sasa ni kumtumikia Mungu. Yeye ni mtu mwenye huduma ya uimbaji, anaimba, na nakushukuru kama wiki mbili zilizopita hapa kanisani tulizindua kitabu chake cha historia yake, lakini pia na albamu yake ya video ya nyimbo zake. Kwa tangu wakati huo akawa
wamekuwa wakimtumikia Mungu kwa uimbaji. Wakati huo bado hakuwa rasmi kuwa mshirika wangu, na tulikuwa tunamwalika na kuja kanisani. Sasa baadaye alipopata mchumba na kila kitu kikawa kimekamilika, wakafunga ndoa. Sasa hapo ndipo mahali ambapo ukaona kwamba maisha yake yamekuwa na hali ya vita, na fikiri pia ni kwa sababu ya huduma na kile ambacho pengine Mungu anacho kupitia yeye. Siku hiyo ya ndoa ilifungwa Katesh na sherehe fupi ikafanyika. Sasa wakati wanaelekea nyumbani kwa wakwe wa mume wake ni Babati, maeneo ya Riroda, walipoondoka hapa na gari lao dogo la Noah kuelekea nyumbani, ndipo sasa katika maeneo ya Getasam, njia hii kama unaenda Babati pita tuenda Sake, sasa unaondoka njia kuu kuelekea njia inayoelekea kwa wakwe. Hapo tena waliweza kupata ajali mbaya sana kwa kweli, kwa sababu ile ajali ilipelekea watu 7 kupoteza maisha pale pale. Sio ya muda mrefu, nafikiri atakuwa amekueleza ni mwaka gani, lakini ilisisimua watu na jamii nyingi, ilileta majonzi makubwa sana, maana ilikuwa tukio kubwa. Kumbuka yeye tangia hapo amekuwa na kama mtu mashuhuri, kwa sababu kwanza ni mtu aliyeponywa na Mungu, ni ushuhuda unaoishi, lakini pia matukio alikuwa mwimbaji pia. Kwa hiyo ameweza kufahamiana na watu wengi kwa sababu ya huduma hiyo. Kwa hiyo taarifa zile ziliposikika, kwa kweli ziliweza kugusa watu wengi. Yeye na mume wake kwa neema ya Mungu walinusurika kupona, lakini wakiwa na majeraha na kila namna ya kuumia sana. Wakati mwingine hata hawakuwa na ufahamu sana. Basi majeruhi walikimbizwa na kupelekwa hospitali ya Haydom, ndiko walikohudumiwa mpaka walipopona na kuruhusiwa, na baada ya pale maisha yakaendelea, na Mungu akawasaidia na akawabariki. Wana watoto wao 2, mmoja wa kike na mmoja wa kiume. Na kabla ya hapo sasa alikuwa akihudumu huku na kule. Baadaye ndipo nilipopata kama miaka 5 sasa iliyopita, ndipo tulipokaa na yeye pia akataka we na mahali ambapo analelewa vema kiroho. Na wakati huo alikuwa amekwenda kuishi kule Babati kwa wakwe, baada ya kurudi sasa kutoka kule hapa Katesh, akataka awe ana mahali ambapo sasa ni kama kanisa lake la nyumbani, na yeye pia kwa ridhaa yake akapenda mimi niweze kuwa mchungaji. Kwa hiyo tukaongea, tukakubaliana na taratibu zote zikafanyika za yeye kurasmishwa kuwa mshirika. Kwa hiyo kwa muda wote huo tumekuwa naye hapa kanisani. Amekuwa baraka sana kupitia huduma yake ya uimbaji, lakini sio tu hivyo, yeye pia fanya mikutano ya Injili. Mungu anamtumia kama mwinjilisti na mwalimu wa semina za neno la Mungu ndani kanisani. Kwa hivyo ndivyo nilivyofahamu na ndivyo ambavyo amefanyika kuwa baraka katika kanisa na mwili wa Kristo kwa ujumla. Asante sana mtangazaji. Ni kweli kama ulivyosema, maana hata mimi amenishirikisha ushuhuda wake kwa jinsi ambavyo maisha yake na familia yalivyokuwa, na kwa mpango na mapenzi ya Mungu alimfahamu zaidi mama kuliko baba mzazi, na hatimaye mama alimwacha mapema pia akiwa mdogo. Niseme tu pia ukweli, kati ya changamoto ambayo alikuwa anaipitia ni ya kujisikia upweke sana, kama vile katika siku za mwanzo kujutia, kuwa na maumivu na uchungu. Lakini namshukuru Mungu, endelea kunipa pia neema ya kumsaidia na kumtoa katika ile hali na kujiona kama mwanadamu na mtu wa kawaida kabisa, ambaye hata pamoja na hayo
bado Mungu anaweza akafanya kuwa wa baraka yeye na kwa ajili ya maisha yake yanayoendelea. Lakini ushuhuda wake unaweza kutufundisha kama mambo makuu mawili navyoona. Moja, yanatuonyesha utendaji halisi na ulio hai wa Mungu. Kwa hiyo kama kanisa na waamini tunaimarishwa imani, kumwamini na kumtumaini Mungu, kwamba Mungu anaweza akaingilia kati hali zetu tunazoweza kupatia. Mungu anaweza akabadilisha historia ya maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo ushuhuda huu tujenge na kutusaidia wote watakaokutana nao, kwamba haijalishi kwa muda fulani tunaweza kupitia hali gani, tunaweza tukawa katika mazingira gani, lakini hiyo haina maana kwamba tutakuwa watu wa hivyo. Mungu anaweza kuingilia kati. Lakini jambo la pili ni hata katika hali ya kawaida ya maisha ni kutokukata tamaa. Maisha yake mimi yananitia moyo, kwa sababu katika mazingira yake aliyozaliwa ya kutokuwa na wazazi, kutokuwa na mtu wa kumsaidia kwa ujumla, lakini yeye alikuwa mpambanaji. Ameweza kama ni eneo la kusoma hakupungukiwa, na kama ni eneo la chochote kile alichodhamiria huwa anaweza kapambana mpaka inatokea, huku akimwamini Mungu. Kwa hiyo kama maisha ya Flora yanaweza yakafikia hivyo, leo ni degree holder, amesoma, ameajiriwa, anafanya kazi, ana mume, ana watoto, Mungu amemsaidia, wamejenga nyumba yao, wanaishi kwao. Kwa hiyo hakuna mazingira na maisha yanayoweza kumzuia mtu asifikie ndoto zake. Nikaja kuamini kwamba kitu cha muhimu katika haya maisha kumbe ni ndoto na maono. Maana hayo yakiwepo, utapambania na Mungu atatoa uwezo wa kukuwezesha kuyafikia. Kwa hiyo kupitia maisha yake na watia moyo waamini na hata wengine wasioamini kwamba ukimtumaini Mungu na kumwamini na ukajitahidi, ukawa una ndoto na maono na ukatia nia kuyafikia, Mungu yupo kuwezesha. Kwa hiyo hivyo ndicho ambacho tunaweza kujifunza kupitia maisha yake. Nikushukuru sana na nikupongeze sana kwa yale yote ambayo umeweza kuyapitia. Nina imani kabisa yule ambaye atakuwa amefuatilia kipindi hiki atakuwa amejengwa na atakuwa imani yake imeinuliwa. Nikushukuru sana na Mungu akubariki sana. Amina.